Mali ya tatu, madini na pesa. Sio leo tunaanzia hapo Mali ya tatu katika mali zinazoingia katika zaka ni madini na pesa. Pesa. Kenda dukani kununua sukari, unanunua na nini? Unatoa simu, unatoa sukari, unatoa pesa, unapewa pesa hizi. Kwa hiyo mali ya tatu katika mali za zaka ni madini. Nini? Madini. Na nini? Na pesa. Unajua pesa? Wanasema asili bila tamu. Sasa pesa haingii hapo katafuna ukameza lakini tamu. Sasa ni kweli. Inawezekana kama kweli. Pesa. Madini, madini yanayoingia katika zaka kwa dhati yake ni aina mbili tu. Kuna aina nyingi za madini hapa duniani. Au na aina moja? Aina nyingi no. Na zingine hata tujawahi kuzisikia. Sasa madini yanayoingia katika zaka kwa dhati yake ni aina mbili tu, ambayo ni dhahabu na fedha. Madini ya dhahabu na madini ya fedha, gold na silver. Tunaita hivyo maana nasema sasa zingine mpaka utaje kwa lugha ya hawa unaangalia kidogo umesema vizuri. Ukisema kikwetu inaonekana tumepita na wakati. Kwa hiyo madini ya dhahabu na madini ya fedha. Sawa? Madini ya dhahabu na madini ya fedha. Haya. Ama pesa ni pesa zote. Kwa maana ya kila hichi na pesa yake. Pesa kila hichi na pesa yake. Ya kwetu inaitwa shilingi. Kienda kule tunapoelekea tukiswali inaitwa riali. Tunaelekea huko Maka kule. Pesa yake inaitwaje? Riali. Kwa hiyo inaitwa riali. Hawa ambao wanasema gold na silver ya kwa inaitwaje? Inaitwa dola. Sasa hivyo kuna kile ambao inaitwa pound. Kuna kile pesa yao inaitwa pound. Sasa pesa kwa sababu zote inaingia katika zaka. Somo la leo tunaanza na nini? Madini na nini? Na pesa. Madini yote yanaingia katika zaka, si ndivyo? Hapana. Madini yanaingia katika zaka ni mangapi? Mawili tu. Gani? Dhahabu alafu fedha, gold na silver. Only kati ya madini yote kwa dhati yake ni madini ya aina mbili. Pesa za nchi zote. Hapa kuna ubaguzi. Watu wanasema nchi ni kimaskini sana, pesa yake tusiingize katika zaka. Nchi ya kimaskini, kitajiri, inaendelea imekwama kiuchumi, inaishi kimikopo ndio na pesa yao, hiyo pesa inaingia katika zaka. Ni mali katika mali za nini? Za zaka. Mali ngapi? Mali tatu. Mali ya kwanza wanyama wanaofugwa kwa ngapi? Watatu. Ni wanne wangapi? Watatu. Mali ya pili nafaka na matunda. Mali ya tatu madini na pesa. Mwisho tunaambia mali ni ngapi? Sine tu. Mali ya mwisho ya nne vitu vya biashara. Vitu vya biashara. Vitu vya biashara. Anasema na hapa vinaingia vitu vyote. Vinaingia vitu vyote bila kujali vitu hivyo ni katika mali za zaka au si katika mali za zaka. Muda uko kimeingizwa katika biashara, hiyo ni katika zaka. Hata kama unauza nini? Machungwa. Hata kama unauza nini? Lawalazi. Hata kama unauza nini? Suruali. Hata kama unauza nini? Kofia. Zote mali zinazofanywa biashara, zote biashara. Kile kinachofanywa biashara kinaingia kwenye nini jamaa? Hii mali ya ngapi? Ni mali ya nne. Mali ya nne ni zile biashara. Kwa jamaa yangu kama unafanya biashara hata kama unauza madawa. Unafanya biashara zako kuuza madawa, si ndivyo? Sasa ni madawa ya kienyeji, madawa ya asili au madawa haya ambayo yanatambulika kisheria na nchi za watu. Hii ni katika zaka. Kwa hiyo hapo mtu asije akazingatia kwamba hii mali inayofanya biashara ile katika zile mali za zaka. Ikiingia tu kwenye biashara, hatuangalii
ni katika orodha ya zile mali za zaka au si katika orodha ya zile mali za zaka? Tunachoangalia ni kule tu mali hiyo katika biashara, ni kule tu mali hiyo katika dini. Hata kama unauza viwanja, unauza nyumba, unauza magari, unauza baiskeli, unauza pikipiki, unauza mipira, tunauza mipira tufikie mizigo. Sasa hivyo biashara sio biashara. Wapo wanauza kalamu, tayari biashara yake ni kalamu. Hizo zote zinaingia katika biashara. Kilichozingatiwa ni kuwa mali inafanywa biashara. Zingatio liko hapo. Hiyo mali inafanywa nini? Biashara. Sawa? Haitoteni. Ili zaka iwajibike kwenye vitu vya biashara, inapaswa mtu awe amemiliki vitu hivyo kwa njia ya kubadilishana. Ni njia ya muawadha. Yaani kiarabu chake lazima wewe umekipata hicho kitu kwa njia ya kubadilishana. Umepeana ukapewa. Umetoa kitu ukapewa kitu. Sawa sawa, kuna zingine unapewa tu bure. Kwa mfano unasemaje? Na asiwe amepewa tu. Yaani kuna mali umepewa tu, lazima kuchukua maboma na zote eneo hili. Kiwanja hichi hapa kuchukua. Kiwanja ni mali sio mali. Mali. Mtu akaingiza mfukoni mwake, ana pesa nyingi. Anakupa milioni 10 hizi hapa shika. Unatoa zaka? Hapo tu tumepewa tu. Haya, mtu anakupa nini? Anakuletea ng'ombe. Ng'ombe ngapi? Ng'ombe 100 au chukua ng'ombe hapo. Amekupa. Unatakiwa kutoa zaka? Sawa sawa. Haya. Hapa anasemaje? Shika kipengele cha vizuri. Ndio maana tuambia bishana kipengele hiki kwa bishana ni kweli hapa. Katika faida za mwezi wa Ramadhani ni haya. Anasema ili zaka iwajibike kwenye vitu vya biashara. Ili zaka iwajibike kwenye vitu vya biashara, inapaswa mtu awe amemiliki vitu hivyo anavyofanyia biashara, amemiliki kwa njia ya kubadilishana. Kiarabu tunasema jihati al-muawadha. Wametoa kitu kapewa kitu, na si wamepewa tu au wamepewa zawadi Yaani tunaweza kukupa kitu sio zawadi, anakupa tu. Na kuna kitu tu anakupa zawadi. Au amerithi. Inawezekana huyu hao ng'ombe pia amerithi. Si ndivyo? Au ng'ombe pia amefanyaje? Amerithi. Haya madini haya amepewa madini mengi kweli ya gramu ngapi? Amepewa amerithi kwenye miradi. Asio amefanyaje? Amerithi. Au amepewa zaka. Mtu amekuletea zaka. Pesa akakupa nyingi, amekuletea zaka. Akakupa mahindi mengi, 50. Zaka umepewa. Mtu anapewa hela. Kuna watu wengine, kuna mmoja aliyepewa zaka mpaka akatoka kimaisha. Maana watu wakimwangalia analeteseka na haya maisha. Tajiri mmoja akasema kwa nini jamani? Mbona Allah ameniruzuku kwa nini sisi gawia kama mpaka leo mashallah maisha yake mazuri. Haiko hapa ndogo kwa mjini. Yeye mwenyewe anasikia. Yakampata shida kweli kwenye haya maisha. Allah akamtoa akakuvusha kwenye haya maisha kupitia sana. Unaona ndio Allah ana waja wake, ana waja wake. Sasa huyu yeye amepewa zaka. Sasa ile mali ukipewa zaka, ule wewe kumiliki kwa njia ya zaka haiwajibikiwi na zaka kwako wewe. Ile mali uliyopewa wewe kwa njia ya zaka haiwajibikiwi na zaka kutoka kwako. Sawa sawa? Tofauti na zakatul fitri, hii zaka hii tumesema ni kuhusu. Sawa sawa? Tofauti na zakatul fitri sheria zake zingine. Au amerithi au zaka na mfano wake, yani hayo ni vitu hivyo alivyopewa katika hayo mazingira tuliyotaja. Vitu hivyo alivyopewa katika hayo mazingira vitawajibika kutolewa zaka ikiwa ataviingiza katika biashara kwa lengo la kupata faida. Atakuwa ametakiwa na sheria vitu hivyo kuvitolea zaka akiviingiza katika biashara. Mtu amekuletea samani za ndani kwako pakapendeza, kuna kabati, kuna meza, kuna vitanda, kuna nini. Sawa sawa? Sasa hivyo vitu akiviingiza kwenye biashara
vinawajibikiwa na zaka. Mali ya nini? Ya biashara. Lakini alipopewa tu havihusiani na nini? Havihusiani na zaka. Sawa, tunajua biashara, lakini biashara yenyewe unafanya hiyo biashara kwa lengo la kupata faida. Kama unafanya biashara si kwa lengo la kupata faida, pia hapo hiyo mali hatuigizi katika zaka. Au sio? Tunaweza kuwa anafanya biashara si kwa lengo la kupata faida. Anafanya biashara kwa sababu ya kusaidia watu. Ananua kitu shilingi 50,000 anakuja kuuza 30,000. Yaani anauza 30,000 huko anakuuzia 20,000. Anapata faida gani? Mali ya namna hii haingii katika zaka kwa sababu hakuna faida anayopata yeye. Sawa, yaani haya maulama wametaja kwa sababu yapo. Kwa sababu ya ndio maana wao katika fiqh wameita kwamba ni hali muawadha. Kubadilishana kitu lakini bimadha bikasdi rizqi, kwa maana ya kupata faida. Kama hakuna kupata faida basi baki nacho kitu chako hicho hakilipiwi sana. Kabisa kuhusu maswali lakini sio leo. Maana kuna maswali na hisi yetu. Inawezekana maswali ya kweli, maana msomo bila maswali nayo sije kaonekana bibi umepali, sisi gaidi, sisi nini. Maswali muhimu sana Hai. Sawa jamaa zangu Kwa hiyo mali zinazoingia katika zaka ni mali ngapi? 4. Mali ya kwanza wanyama wanaofugwa ambao ni wangapi? 4 watatu. Tuna ng'ombe, tuna ngamia, tuna mbuzi na kondoo. Alafu mali ya pili nafaka na matunda. Sawa yale ambayo yanafanyaje? Yanawekeka na masharti mengine. Mali ya tatu ni madini na pesa. Madini aina ngapi zinaingia kwenye zaka? Aina 2 tu kwa dhati yake. Lakini wewe kama unafanya biashara ya madini au kina Tanzania na mfano wake, haya yanaingia kwenye zaka kwa mlango wa biashara. Lakini madini ya dhahabu na madini ya fedha yanaingia kwenye zaka kwa dhati yake yenyewe. Yaani yenyewe ukionayo unatakiwa ufanyaje? Kwa hiyo kwenye madini na pesa, madini aina ngapi? Aina 2. Kwenye pesa zote, hata kama nimeshangaa. Maana kuna watu wanauza pesa, si ndivyo? Pesa chakavu. Hamjakuta au watu daladala, kuna mtu mwingine anatafuta sifa, change hizo. Anasema nini? Daladala akifika hapo amekwama mzigo na abiria hapo, anatoa 1,000 anatoa mia ngapi? 800 au 900, si ndivyo? Kwa 10,000 anaweza kupewa 9,000. 1,000 imepotea bure. Utakuja kuingia katika mlango wa riba. Hapa utaingia katika mlango wa riba. Mali ya tatu ni madini na pesa. Madini aina 2 lakini pesa aina zote. Mali ya mwisho ni vitu vya biashara. Vitu vyote vinavyofanya biashara. Sawa, vitu vyote vinavyofanya biashara. Hapo tunaelewana nini? Vitu vyote vinavyofanya biashara. Vinaingia katika nini? Vinaingia katika zaka. Lakini usikosahau kwamba katika masharti yaliyofungamana hizo mali, sharti la mwisho ilikuwa ni mali kwa ya halali. Hicho kitu ambacho kinafanywa biashara kiwe kitu cha halali. Mtu asije akawa anasema pia huko anasema basi na mimi nitakiwa zaka. Haja ambao unamwasi hapo, huo uchafu Allah hataki. Na Allah hapa hivyo la yakubali illa tayyiba. Allah msafi hataki ila bisafi. Sharti la ngapi hilo? Hilo sharti la ngapi? Sharti la kwanza. Tunasoma masharti ya mali kuwajibikiwa na zaka. Masharti ya mali kuwajibikiwa na nini? Na zaka. Tunasema masharti mangapi? 5. Sharti la kwanza, hiyo mali kuwa katika mali za zaka. Mali za zaka ni ngapi? Ni 4 ndizo kumaliza. Kwa kwenye sharti la ngapi? Sharti la kwanza, mali kuwa katika mali za zaka. Mali za zaka ni ngapi? Ni 4. Tunapiga hatua nyingine. Sharti la pili. Sharti la pili tunasemaje? Mali kufikia kiwango cha zaka. Yaani hii mali ili iwajibikiwe na zaka, hiyo imefikia kiwango cha zaka. Mali kufikia kiwango cha zaka. Sawa sawa jamaa. Dada sasa mtosho. Huko bado nani? Hizo. Mali kufikia kiwango cha zaka. Hili sharti la ngapi? Katika masharti mangapi? 5. Haya, tuangalie kama tutamaliza. Kiwango cha zaka ni kiwango ambacho mwenye kukimiliki zake inakuwa ni wajibu juu yake. Hicho kiwango mwenye kukimiliki zake inakuwa ni wajibu juu yake. Wanyama
Tunaanza na wanyama. Tuna maji ngapi sisi? Tuna maji nne, si ndivyo? Wanyama. Tukija kwenye wanyama, mnyama ambao tunataja ngamia. Ngamia kuanzia 5 na kuendelea. Kwa hiyo kiwango cha kwanza cha ngamia ni ngamia 5. Atakayekuwa amemiliki ngamia 5 amefikia kiwango cha nini? Cha zaka. Anatoa nini? Sio sehemu yake. Hii sio sehemu yake bado, sawa? Hii sio sehemu yake. Kwa hiyo ngamia kuanzia wangapi? 5 na kuendelea. Ng'ombe ni 30 na kuendelea. Kwa hiyo ng'ombe afikisha wangapi? 30. Kama ni 28, 29 bado hajafikisha nini? Hajamiliki kiwango. Mbuzi na kondoo ni kuanzia 40 na kuendelea. Sawa? Chini ya idadi hizo hakuna zaka. Itamwajibikia mmiliki wa mali hiyo ya wanyama wao. Kwa hiyo kama ni ngamia wanne kufika chini hakuna zaka. Kama ni ng'ombe 29 kufika chini hakuna zaka. Kama ni mbuzi na kondoo 39 kurudi chini hakuna nini? Hakuna zaka. Kwa hiyo ngamia kufika 5 kwenda mbele. Ng'ombe fika 30 kwenda mbele. Mbuzi na kondoo fika 40 kwenda mbele. Huu ni upande wa nini? Huu ni upande wa wanyama. Tuko pamoja? Maana tunaambia kwamba hiyo maji ifikie nini? Kiwango. Wanyama wetu wangapi? 3. Wanyama ni wangapi? Tumesema mbuzi na kondoo ni nyama moja. Mbuzi na kondoo ni nyama. Kwa hiyo tukasema kwamba mbuzi peke yake huchukua 40. Unaweza kuwa na mbuzi 18 na kondoo 10 ngapi? 20 ngapi? 22. Hapa tayari tunazungumza zaka. Kwa hiyo mbuzi peke yake hufika 40. Kondoo peke yake hufika 40. Mbuzi na kondoo wamepewa hukumu. Ndio maana tunasema ni wanyama watatu. Ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Hiyo ni moja. Kama kuna mfugaji hapa, haya. Tunaanza sasa namba 2. Namba 2 nafaka na matunda. Hizo dakika basi ndio zinatosha. Nafaka na matunda. Utaenda kukalkulate huko nyumbani. Mimi nimeshakalkulate kwa kidini tayari. Na hapo zipo, Nafaka na matunda ni kuanzia wastani 5. Yaani kwenye mazao yako huko umelima mpunga wewe, umelima njugu huko, umelima maharage huko, kiwango ni wastani 5. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema laisa fima duna 5 awsaq sadaqa. Chini wastani 5 hakuna zaka. Sawa? Kiwango cha kwanza kwenye nafaka na matunda ni nini? Jamaa, hebu sema wastani 5. Zinaitwaje? Wastani 5, wastani. Kwa sababu hii msamiati huu. Jamani msamiati. Nenda hata kwenye kamusi ya Kiswahili sanifu, unaweza kupata maana yake. Sababu sasa ndio Kiswahili, ndio Kiarabu. Wastani ngapi? Sasa nataka tutoke kule kwenye wastani mpaka tuje hapa kwa Tanzania. Sawa, twendeni sasa. Anasema wastani 5 ambapo wastani moja ni sawa na pishi 60. Wastani hii ni pishi 60. Wastani moja ni pishi ngapi? Wastani moja ni pishi. Na ili ufike kwenye zaka wana wastani ngapi? Kwa hiyo tunafanyaje? Anasema twende shule. 60 mara ngapi? Ndio hapa sasa nasema hivyo tukizidisha 60 mara 5 ni sawa na pishi 300. Kwa hiyo mtu atakayemiliki pishi 300 ndio wastani 5. Hicho ndio kiwango cha kwanza cha nini? Cha zaka kwenye nafaka na matunda. Pishi ngapi? Pishi 300. Pishi 300 ambazo sana wastani ngapi? 5. Wastani moja ni sawa na pishi 60. Hebu tuendelee baba. Niandike Kiswahili. Haya, twendeni. Hapo kuna pishi ngapi? Kuna pishi 300, sawa? Yaani tunataka tutoe kwa mpaka tuweze kutoa zaka. Pikiteka hutatoa, utatoaje sisi? Hizo sikutenda watu wasikuti. Hapo ndio nimesema sawa yako ndio wasikana kutoa zaka. Wala tunaenda kuikuta. Huwezi kuikuta. Yaani urudi nyuma sana huko mpaka kipindi cha maswahaba. Maana kabla Arabuni hizo sasa hazipo. Ni ndio vya zamani. Sasa hivi havipo. Twendeni. Na pishi moja ni sawa na vibaba vinne. Pishi moja ni sawa na vibaba vingapi? Pishi moja ni vibaba vinne. Jumla ya pishi ziko ngapi hapo? 300. Kwani umetaka mara ngapi? Nienda ni ngapi hapo? 7 au sio? Kwa sababu kuna 0 na 3 ni ngapi? Na mara 12. Moja na ngapi? Na 200. Haya 200. Pishi moja ni sawa na vibaba vinne. Hivyo tukizidisha mara 300 tunapata vibaba 1200. 1000 na tuna vibaba 1000 na nini? Azidisha dakika. Haya.
Tuna kibaba 1,200 na kibaba kimoja ni sawa na gramu 510. Kibaba kimoja ni gramu 510. Tunasogea sasa. Kibaba kimoja ni gramu 500 ngapi? Kibaba kimoja ni gramu 510. Pishi moja inatengeneza vibaba vingapi? Vile. Pishi moja inatengeneza vibaba vile. Kibaba kimoja ni gramu 510. Kwa hiyo 510 mara ngapi? 2040. 2040. Kwa hiyo tunasema kwamba pishi moja ni gramu 2000 na ngapi? Na 40. Pishi moja ni gramu 2000 na ngapi? Hayo takuja kwa vitu sawa. Kuna zakati fitri mbele. Kuna zakati fitri. Kuna mtu hawezi kufunga kwa sababu ya uzima au ni mgonjwa maradhi yasiyopona. Unaambiwa utoe nusubishi. Unatakiwa utoe nini? Nusubishi. Unatoa kiasi gani? Maana wao wanasema kibaba. Sio kibaba. Ile sio nini? Sio kibaba. Tumezoea. Sawa haya. Jamaa kazi toshi. Tutaondokea hapo kesho inshallah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.